Rais wa Marekani Donald Trump ameandika barua rasmi kwa rais wa Israel Isaac Herzog akimtaka ampe msamaha kamili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anayekabiliwa na kesi 3 za ufisadi, rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Ninatoa wito kwa heshima zote kwa wewe kumpa msamaha kamili Benjamin Netanyahu ambaye amekuwa waziri mkuu shupavu wakati wa vita na sasa anaongoza Israel kuelekea amani. Aliandika Trump katika barua iliyotolewa na msemaji wa rais wa Israel. Trump alisema anakubali uhuru wa mahakama ya Israel, lakini anaamini kesi dhidi ya Netanyahu ni ya kisiasa na isiyo na haki. Aliongeza kuwa Netanyahu amepigana bega kwa bega naye dhidi ya maadui wa Israel, hususan Iran. Kikatiba, rais wa Israel ana mamlaka ya kutoa msamaha, lakini sharti ombi hilo liwasilishwe na mtu anayehusika, wakili wake au mwanafamilia. Hadi sasa Netanyahu wala wanasheria wake hawajawahi kuwasilisha ombi hilo. Ofisi ya Rais Herzog ilijibu kwa kusema kuwa inamshukuru Trump kwa mchango wake mkubwa katika usalama wa Israel na mageuzi ya Mashariki ya Kati, lakini ikasisitiza kwamba ombi la msamaha lazima liwasilishwe kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kujaribu kuingilia kesi za marafiki wake wa kisiasa. Julai mwaka 2025 aliwataka viongozi wa Brazil kusitisha kesi dhidi ya aliyekuwa rais Jair Bolsonaro akisema anashtakiwa kwa kupigania watu. Aprili mwaka 2025 alishambulia serikali ya Ufaransa kwa kumfungia mwanasiasa wa mrengo wa kulia Marine Le Pen, akidai ni vita vya kisheria vya kisiasa kama vinavyotumika dhidi yake. Ninaamini kesi dhidi ya bibi ni mateso ya kisiasa yasiyo na msingi. Ni wakati wa kumheshimu kama shujaa wa vita na kiongozi anayeliongoza taifa lake kuelekea amani, aliandika Trump. Kiongozi wa upinzani nchini Israel Yair Lapid amejibu vikali barua hiyo ya Trump, akisema hatua hiyo inavuka mipaka ya heshima ya kitaifa. Mwambie rais wa Marekani kwamba kuna mipaka ya kuingilia mambo ya ndani ya mataifa mengine. Aache kuingilia swala hili. Tuna heshima yetu. Sisi si koloni la Marekani bali taifa huru, alisema Lapid. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir aliandika kwenye X akisema kuwa Rais Herzog, sikiliza Rais Trump. Kesi hizi za aibu zimekuwa shutuma dhidi ya waendesha mashtaka wenyewe. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid alisema kuwa sheria ya Israel iko wazi, ili kuomba msamaha mtu lazima akiri kosa na aonyeshe majuto. Netanyahu anajulikana pia kama Bibi, ndiye waziri mkuu wa kwanza katika historia ya Israel kushtakiwa akiwa madarakani. Anakabiliwa na kesi 3 za jinai zilizofunguliwa tangu mwaka 2020, akikana makosa yote mbele ya mahakama. Hatua hii ya Trump inaonyesha kuendelea kwake kujihusisha na siasa za kimataifa, hasa kulinda washirika wake wa kihistoria. Wataalamu wanaona ni jaribio la kuimarisha urafiki wa kisiasa na wa kibinafsi na Netanyahu, huku pia akiendeleza hoja kwamba mashtaka dhidi ya viongozi wa mrengo wa kulia duniani ni sehemu ya vita vya kisheria vinavyolenga kuazima kisiasa. Kwa upande mwingine, Israel inapambana kudumisha uhuru wake wa kimahakama na heshima ya taasisi zake za kimataifa. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon. Come on. By the way, that was not in the speech, as you probably know. But I happen to like this gentleman right over here, and it just seems to make so much sense. You know, whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about?